Umoja wa Mataifa kuna mkataba walioandaa mwaka 68, mkataba unaoitwa Non-Proliferation Treaty, mkataba ambao unazuia nchi mbalimbali kuwa na silaha za nyuklia. Na huu mkataba ulisainiwa na nchi mbalimbali, lakini kuna baadhi ya nchi chache sana zilizokataa kusaini huu mkataba. Nchi ambazo hazikusaini, India na Pakistani na Israel hazikusaini. Alafu na Korea ya Kaskazini ilisaini, lakini mwaka 2003 ilikuja kujitoa. Sasa moja ya nchi ambazo walisaini huu mkataba wa mwaka 68 ni Iran. Na Iran walisaini kipindi ambacho serikali hii iliyoko sasa hivi madarakani ilikuwa haipo. Kulikuwa kuna serikali ya Shah Mohammad Reza, ilikuwa Iran inaongozwa kifalme. Kwa hiyo yule mfalme wao ndo alisaini. Sasa hivi huu mkataba unaifanya Iran kushindwa kutimiza ndoto zake za kuwa na silaha za nyuklia. Japo wanatuhumiwa kwamba wanazo na wana kila kitu ambacho kinawezesha wao kuwa nazo. Sasa kutokana na kwamba walisaini huu mkataba, wamekuwa wakipigiwa kelele wao kuwa na miundombinu ya kutengenezea nyuklia na madini ya uranium ya kutengenezea nyuklia. Inakuwa ni kosa kwao kisheria kwa sababu wanakuwa wameenda kinyume na huu mkataba wa NPT. Kama nilivyosema, Korea ya Kaskazini ilijitoa katika huu mkataba. Sasa swali watu wengi ambao wanauliza ni kwamba sasa kwa nini Iran wasijitoe katika huu mkataba ili waweze nao kuwa nuclear power bila kuwa na lawama za nchi yoyote ile au bila kuwa na lawama ya Umoja wa Mataifa? Na hiki ndio kitu ambacho nitakwenda kukizungumzia leo. Kwa nini Iran wasijitoe katika huu mkataba? Hii ni Rachel Robin Online TV. Usisahau kusubscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata video zangu kama hizi. Ukiacha kusubscribe zitakuwa zinakupita. Kujitoa katika mkataba kama huu wa kimataifa wa Non-Proliferation Treaty ni rahisi. Nchi inaweza ikaamka ikasema sisi tumejitoa na tutatengeneza silaha za nyuklia kama Korea ya Kaskazini. Lakini ubaya ni kwamba utawekewa vikwazo vingi sana vya kiuchumi. Kwa hiyo ukijitoa maana yake pia ujiandae kushinda njaa, ndio maana yake. Kwa hiyo wananchi wako wawe tayari kupitia ugumu wa maisha, ndio maana yake. Sasa kwa Korea ya Kaskazini ni rahisi. Wao walijitoa na kweli walipata vikwazo vingi sana vya kibiashara, na leo hii Korea ya Kaskazini nchi iliyotengwa kimataifa. Haishirikishwi katika mambo mengi ya kimataifa, lakini pia nchi nyingi zinaogopa kufanya nao biashara kwa sababu utakapofanya nao biashara utakuwa umewaudhi nchi kubwa kama Marekani na washirika wake. Na unaweza kuwekewa vikwazo vile vile. Umeona, hata kuajiri wa Korea ya Kaskazini pia nayo huwa hairuhusiwi kisheria kimataifa kutokana na vikwazo walivyowekewa. Wafanyakazi wa nchi nyingine huwa wanaajiriwa kirahisi. Utakuta kuna wafanyakazi labda wa nchi fulani wanaenda kufanya kazi za mfano sisi hapa Tanzania tuliita wafanyakazi wa Uturuki wakaja kutujengea reli. Lakini kwa nchi kama Korea ya Kaskazini ni ngumu sana kusikia wameenda kufanya kazi sehemu fulani au wamepata tenda sehemu fulani. Na wale watu wanaweza kweli kweli kazi. Ni watu ambao wanajua sana kufanya kazi. Lakini kupata tenda inakuwa ni ngumu kwa sababu ya nini? Ya vikwazo. Haitakiwi kuwaajiri wale watu. Umeona? Ili wasije wakarudisha pesa nyumbani. Maana wakirudisha pesa nyumbani wanazidi kutengeneza uchumi wao. Kitu ambacho kitawafanya wao wazidi kupata pesa za kutengeneza silaha za nyuklia na vitu kama hivyo. Na wao nchi mbalimbali kubwa zimewekea vikwazo ili kuwabana kiuchumi ili waweze kukubali kuwa chini ya sheria za Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo sasa Korea wakina Kim Jong Un wameweza kukubali kuishi na vikwazo, kuishi katika hali ngumu ya kiuchumi, na wananchi wao wamekubaliana na hilo na wanaishi. Kwa hiyo wanatengeneza silaha kama kawaida. Lakini kwa nini kwa Iran itakuwa ni ngumu sana? Iran sio kama Korea ya Kaskazini. Ndio maana Iran wana calculate mambo yao kwa mpangilio mkubwa sana, kwa sababu wao wakifanya mistake kidogo tu itakuwa rahisi kwa serikali yao kupinduliwa, tofauti na Korea ya Kaskazini. Kwa hiyo moja ya vitu wanavyoviangalia pia ni vikwazo vya kiuchumi visiwe vingi katika nchi yao ili wananchi wao wasipitie hali ngumu, kwa sababu wakipitia hali ngumu sana itakuwa rahisi serikali kupinduliwa, kwa sababu ni rahisi kucheza na akili katika, yani rahisi kufanya propaganda
na kucheza na akili ya Wairan wakaikataa serikali yao kuliko kufanya propaganda kwa wananchi wa Korea ya Kaskazini waikatai serikali yao. Korea ya Kaskazini, babu yake Kim Jong Un alishika Korea ya Kaskazini, alikabidhiwa na Warusi Korea ya Kaskazini mwaka 48. Kuanzia mwaka 48 mpaka leo hii wananchi wa Korea ya Kaskazini kisaikolojia wanashepiwa, serikali yao ndio ina shape saikolojia ya wananchi wa Korea ya Kaskazini. Wana control vyombo vya habari, wana control movements, nani anaingia na nani anatoka, na ukitoka huko unakoenda wanakucontrol unaenda kufanya nini. Yani wanahakikisha hakuna propaganda zozote zinazoweza kuingia ndani ya nchi yao zikafanya akili ya wananchi wao ikabadilika juu ya taswira ya serikali yao. Wao wameshatengeneza akili za wananchi wao jinsi gani waitazame serikali yao na jinsi gani wamtazame kiongozi wao. Kwa Irani hii ni ngumu sana, kwa sababu kipindi kile kwanza hii serikali haijakaa muda mrefu kama serikali ya wakina Kim Jong Un. Ya kina Kim Jong Un kuanzia miaka ya 40. Toka Korea ya Kaskazini inaundwa mwaka 48. Serikali yao iko madarakani. Serikali ya Irani hii ya kina Ayatollah imeingia mwaka 79. Si siku nyingi sana. Tayari walikuta kuna Wairani wengine ambao wao kisaikolojia wako kwa namna nyingine tofauti na vile ambavyo wao wanataka. Kwa hiyo kuna Wairani wengine ambao wanaona wanabanwa na hii serikali mpya, kwa sababu wao walikuwa wanapenda kuongozwa kwa namna ya vile alivyokuwa akiongoza mfalme wao wa zamani Mohammad Reza. Umeona? Kwa hilo tu ni tatizo. Lakini pia ndani ya Irani kuna makundi makubwa. Mfano, kuna kikundi kinaitwa Mujahideen of Iran. Kina wafuasi maelfu ndani ya Iran. Mujahideen of Iran wao hawataki hii serikali iliyoko sasa madarakani. Wao wanataka serikali yao wao ya Mujahideen of Iran ndio ishike madaraka pale Iran. Umeona? Kwa hiyo ukiipeleka Iran ndivyo sivyo, alafu ikaa vikwazo vingi vya kiuchumi, ikapitia hali ngumu, wale wananchi ambao ni wafuasi wa Mujahideen of Iran watakuwa ndio wa kwanza kuongoza maandamano ya kutaka serikali hii itoke, kwa sababu watasema tunapitia hali ngumu. Serikali imetufanya tupitie hali ngumu. Kwa hiyo hii ni kitu ambayo inawafanya wakina Ayatollah wawe makini sana. Lakini ukiacha hivyo, mwaka 79 wakati hawa wakina Ayatollah wanaingia madarakani, kuna Wairani wengi ambao hawakupenda kuongozwa na hawa wakina Ayatollah, walikimbilia katika nchi mbalimbali hasa za magharibi. Magharibi ilichukua wakimbizi wengi sana. Ukienda Marekani kuna Wairani kibao. Ukienda nchi zile nyingine za Ulaya magharibi kuna Wairani kibao. Sasa kukutokea jambo lolote lile la ugumu wa maisha ndani ya Iran, wale Wairani walioko katika nchi za magharibi ambao wako wengi sana, huo ndio wa kwanza kupiga kelele na kuhamasisha kupitia mitandao ya kijamii na vyombo vya habari wale Wairani wenzao walioko ndani ya Iran, na ndio maana mara nyingi wanakuwa wanaandamana. Kwa hiyo Iran ikiingizwa ikawa na hali ngumu kama Korea ya Kaskazini, maana yake ni kwamba maandamano yatakuwa ni mazito, na tunafahamu kwamba nguvu ya umma siku zote uwaga inashinda mwisho wa siku. Kwa hiyo wanaweza wakawadhibiti na nini, lakini mwisho wa siku nguvu ya umma ni nguvu ya umma, wanaweza wakadondosha serikali. Kama ambavyo nguvu ya umma ilivyodondosha serikali ya Mohammad Reza mwaka 79 na wakaingia hii serikali ya kina Ayatollah. Kwa hiyo kina Ayatollah pia wanafahamu. Kwa hiyo ni ngumu sana kuwa manage wa Iran. Ndio maana ni ngumu sana kuwaacha washinde njia kama Korea ya Kaskazini. Ndio maana Iran hawataki vikwazo vingi vya kiuchumi. Lakini kuna kundi lingine ndani ya Iran la Wayahudi. Iran ndio nchi yenye Wayahudi wengi kuliko nchi zote za Mashariki ya Kati ukiacha Israeli kwenyewe. Kuna Wairani wengi wamechanganya na damu ya Kiyahudi kuliko sehemu yote ile pale Mashariki ya Kati. Sasa wale Wayahudi wa Iran wengi huwa na wenyewe pia wanapenda kusapoti Israeli kutokana na mambo ya kidini sana. Wengine wamegawanyika. Kuna Wayahudi wa Iran ambao wako kwenye dini ya Judaism na kuna Wayahudi wa Iran ambao sasa wanapenda kuwa ndani ya Iran kwa sababu wao wako kwenye dini ya Kiislamu. Sasa na wale pia hawatakubali kushinda njaa nchi yao itakapowekewa vikwazo. Itakuwa ni rahisi nao kuweza kulagaika na maneno ambayo wataambiwa na Wayahudi wenzao walioko Israeli. Kwa huu ndio ugumu unaofanya Iran wasitake vikwazo vingi vya kiuchumi, kwa sababu wananchi wanaweza wakashindwa kuvumilia hali ya njaa na kuanza kusikiliza maneno kutoka nje na kupindua serikali. Kim Jong Un hana wasiwasi, kawashepu wale watu vibaya mno. Waambii kitu juu ya serikali.